Yesu anafundisha kuwa msamaha ni sharti kuu la sala yenye nguvu. Haleluya! Ni sharti kuu la sala yenye nguvu. Mtu mwenye kinyongo hawezi kuwa na imani ya kweli, na kutokuruhusu msamaha moyoni kuna mzuia Mungu kupokea na kujibu maombi yetu. Halo? Tunaposhindwa kufungua mioyo na kusamehe na kuachilia, tunamzuia Mungu asiweze kusikia maombi na sala zetu. Unaweza ukaomba, ikiwa bado kuna mtu umemfunga ndani ya moyo wako. Nasikia naongea na mama mmoja, huenda umekuja kwenye kambi hili, kuna watu ambao hata salamu hazipo, na wengine huenda mnaimba kwaya moja lakini hata salamu haipo. Wengine ni majirani, hata moto hamupeani kwa sababu alikukwaza. Una kinyongo na huku napiga kelele na unaimba ukisema na kaza mondo naenda nyumbani. Nyumbani wapi? Mlio jirani, kuna mtu na kinyongo naye? Kama kuna mtu na kinyongo, umeweka gepu mali na Mungu, hata ungeliaje maombi yako hayatajibiwa, kwa sababu bado kuna mtu umemfunga ndani ya moyo wako. Miongoni mwa dalili za kurudi kwake Yesu mara ya pili, na ndio maana fungu kuu linasema, muyaonapo hayo changamkeni, mtazame juu, ajaye anakaribia kurudi tena, huyu mfalme wa amani. Kwa sababu anasema nyakati za mwisho watu watakuwa wasiopenda suluhu, watu ambao hawatakubali kusamehe, wanakaa na vinyongo. Leo hii watu wasamehe, na anasema nimekusamehe lakini ila. Ukiona mtu anasema nimekusamehe lakini ila, huyo bado hajasamehe. Kama hausamehe, hautafunguliwa milele. Yawezekana kuna mzigo ambao umefungwa juu yako. Siri ya kuwekwa huru ni kuachilia. Halo? Ni kuachilia.